Kama unapenda vichekesho vya Kiswahili, basi huwezi kumzungumzia Eliud Samuel bila tabasamu. Leo tunachunguza safari yake kutoka kijana wa kawaida huko Mbeya hadi kuwa mchekeshaji maarufu wa jukwani nchini Tanzania. Na kwa namna ninavyonukia mwalimu namwambia ninachojisikia mimi. Alikuwa anamsaishia jamaa mmoja tulikuwa tunasoma naye, alikuwa anaitwa Baraka, alikuwa na akili sana. Akimsaishia anamwambia mwalimu, mbona kama umempatisha? Na yeye anasema kweli. Si upande wote huu unanukia huu. Na shuleni mimi jamani, kweli umweka mtu huru, si ndio? Sijajitambulisha jamani, nimetakata sijatakata. Watu mmeshikilia yale mwaka jana alishinda milioni 5 bado mweusi vile vile. Jamani, milioni 5 ingetosha kununua gari. Gari ndo linalotakatisha, achaneni na mafuta. Safari yake si ya kawaida, kwani kutoka kijana wa kawaida huko Mbeya, sasa amekuwa mchekeshaji mkubwa wa jukwani, yani stand-up comedian, anayependwa na mashabiki wengi Tanzania na hata nje ya mipaka. Lakini Eliud alifikaje hapa? Ilikuwaje kijana ambaye hakuwa na mpango wa kuwa mchekeshaji ajikute katika jukwaa la ucheshi na kushinda tuzo ya mchekeshaji bora nchini? Karibu tufuatilie safari yake ya kipekee. Tofauti na wachekeshaji wengine waliokuwa na ndoto za kuchekesha tangu utotoni, Eliud hakuwahi kufikiria kuwa mchekeshaji. Aliingia kwenye sanaa ya uchekeshaji kwa bahati tu. Siku moja alipokuwa akizungumza na marafiki zake kuhusu mahusiano na tabia za wanawake, aliamua kurekodi video ya utani kwa lugha ya Kinyakyusa. Alipoweka video hiyo mtandaoni hakutegemea chochote kikubwa, lakini baada ya masaa machache video ilianza kusambaa kwa kasi. Watu walivutiwa na lugha yake ya asili, sauti yake ya kipekee na ucheshi wake wa hali ya juu. Mashabiki walimtaka aendelee kurekodi video zaidi na zaidi, na bila kutarajia Eliud akawa nyota mpya kwenye vichekesho vya mtandaoni. Baada ya kupata maarufu kwenye mitandao ya kijamii, mwaka 2021 Eliud aliamua kuingia katika shindano la Cheka Tu lililofanyika Mbeya. Licha ya kutokuwa na uzoefu wa uchekeshaji wa jukwani, alijaribu bahati yake, na kwa mshangao wa wengi aliwafunika washindani wengine kwa ucheshi wake wa asili na matumizi ya lugha ya Kiswahili na Kinyakyusa, akiweka ladha mpya kwenye ulingo wa stand-up comedy. Alipata nafasi ya kuwakilisha Mbeya katika mashindano ya kitaifa uchekeshaji jijini Dar es Salaam, ambapo alikonga nyoyo za wengi. Baada ya mashindano, Eliud alipata fursa ya kufanya maonyesho ya moja kwa moja kwenye majukwaa makubwa ya uchekeshaji nchini Tanzania. Vichekesho vyake vimejikita katika maisha ya kila siku, mahusiano, makabila, siasa kwa mtazamo wa kuchekesha bila kupendelea upande wowote, lakini akisisitiza hali halisi kwa njia ya burudani. Baada ya kufanya maonyesho mengi na kupata mashabiki lukuki, Eliud Samuel alipata heshima kubwa mwaka 2024 katika Tanzania Comedy Awards. Alishinda tuzo ya mchekeshaji bora wa kiume jukwani, yani Best Male Stand-Up Comedian of the Year 2024-2025. Kushinda tuzo hii ni uthibitisho wa kazi yake ngumu, ubunifu wake na mapenzi ya mashabiki wake. Aliwashinda wachekeshaji wengine waliokuwa na uzoefu mkubwa, jambo lililoonyesha kuwa safari yake inaendelea kupaa. Kwa sasa Eliud anaendelea kuwatumbuiza mashabiki wake kupitia maonyesho moja kwa moja katika kumbi kubwa nchini Tanzania, vichekesho vya mitandaoni na pia kuonekana kwenye vipindi vya televisheni. Safari ya Eliud ni ushuhuda wa nguvu ya mitandao ya kijamii na vipaji vya asili. Kutoka kwa kijana wa kawaida huko Mbeya hadi kuwa mchekeshaji anayeshinda tuzo kubwa, Eliud amethibitisha kuwa kila mtu anaweza kufanikisha ndoto zake ikiwa ana juhudi, ubunifu na ujasiri wa kujaribu kitu kipya. Leo hii anawavunja mbavu maelfu ya mashabiki wake na kuleta tabasamu kwa watu wa rika zote. Umewahi kutazama vichekesho vyake? Tupe maoni yako hapa chini na usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa burudani zaidi. Bye bye. See you on another video. Almost aliongea Kiingereza lakini alitaja kama masaa mawili. Unaona kwamba tutakuwa tumerent Mbeya. Kwa hiyo tulivyofika Mbeya, yani nimefika, just imagine unamkuta mama bado anachambua mboga. Umempa taarifa asubuhi. Sasa vile unavyochambua naye mboga, wewe umetoka Dar es Salaam. Jamani ni heshima kuwa hapa nyie hamjui.
Nyie hamjui. Pale mama ndo anaanza kumshtaki mume wake kwangu. Yaani babako haelewi kabisa. Hizi socket amezihamishia huku. Nafoka. Kwani anafanya vitu kama mtoto? Hey.